wanaangusha watu wa Mungu. Unaweza ukawa mjumbe mwenyeji wa kuendelea kupoteza watu wa Mungu. Jichunguze maisha unaoishi. Ni nini unatoa elimu gani katika jamii? Kanisani ni nini unakifanya? Unaweza ukawa mwenyeji wa njia ya upotevu. Hapo hapo ulipo unasema unahitaji jina la Yesu, lakini ukawa mwenyeji wa kuwapoteza watu. Jiangalie katika njia zako ili Bwana aweze kukutumia, mtu wa Mungu, ili kuwasaidia hao waliopotea. Wewe unahakikisha unaolitaja jina la Yesu, unakuwa mwenyeji wa kuwasaidia watu waliopotea, kuwaleta katika njia ya utakatifu. Bwana Yesu asaidie sana. Akashikamana. Angalia majuto ya dhambi. Ni hatua huyo akaichukua dhambi ya kwenda kupotea. Kwa akili zake akaazimia kumpoteza Mungu, kupoteza baraka. Akasema ninashikamana na njia ya kwenda kupotea. Akaenda yeye mwenyewe. Niangalia hapa. Lakini Isaya anasema kwamba alichukuliwa kama kondoo, akufumbua kinywa kwa ajili ya kwenda kutufia sisi wanadamu. Haleluya. Mstari wa 16, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Wala hapana mtu aliyempa kitu. Nisikize nikwambie, kitabu cha Yohana sura yake ya 10 mstari wa 10 inazungumza kwa habari ya mwizi anapokuja kwa mtu. Aji kwa lengo la kuharibu kwanza, aji kwa lengo la kuiba kwanza, aji kwa lengo la kubomoa, utashtuka. Aji kwa njia hiyo, anakuja kwa sura ya amani. Anakuja kwa sura ya amani, lakini ndani yake ni mbwa mwitu. Anini lengo lake? Anaweza akakupa maneno mazuri, anaweza akakushawishi kwa vitu vingi vinavyokupa faida kabisa kwa haraka. Ni nini? Anatafuta kukupeleka mbali kabisa. Anasubiri, anataka kukupeleka mbali zaidi, kwenye jangwa nene ambapo hata kama utajaribu kutoa sauti yako aidha sikika ili upate msaada. Ili kilio chako atakapokufunga, atakapoamua kukukata kichwa, atakapoamua kukufanya msukule, kilio chako kisisikike. Ndio kusudi la shetani. Wewe unafikiri ingekuwa wizi wanakuja kwa kutuandaa, tungetujiandaa kwa kujua sisi kwamba anakuja, tungejiandaa. Kwa hiyo kazi ya shetani aji ili aibe, aji ili haribu. Anakuja kwa sura nzuri sana ili wewe aweze kukukamata. Yesu Kristo atusaidie sana. Umeshikamana na mwenyeji gani katika huu mlango ambao unaona kabisa? Akashikamana na mwenyeji, akaenda kupotea. Nini kilimwokoa huyu mtu baada ya kugundua alikuwa na toba ya kweli? Leo kuna watu wana viburi ndani yao. Leo kuna watu wana viburi ndani yao. Tunapowaambia habari ya toba wanakataa. Tunapowaambia habari ya kumrudia Yesu Kristo wana kiburi ndani yao. Tunapojaribu kuja kwa sura ya kuwajuza ukweli uko wapi, badala ya kushuka na kunyenyekea, wao wanaendelea kuwa na kiburi cha uzima ndani yao. Wanalikataa neno la Bwana. Maandiko yanasema kwamba katika nyakati za mwisho, anasema ni kazi yao hao ni wajumbe. Yesu anapozungumza kwamba nyakati za mwisho kutakuja mafundisho watakayoyapenda kuliko kulipenda neno la Mungu. Anasema patatokea manabii wa uongo. Kazi yao ni nini? Wale kwa lugha nyingine watatokea wenyeji wa lango la upotevu. Watatokea wenyeji wa kulipo. Akaenda mbali za shetani, akuona tu ajalizika na kwamba tu apate watu wapagani wenye tabia za kinyama, watawatumia kulikokota kanisa. Akaleta watu wenye sura ya kulita jina la Yesu. Akaleta watu ambao wana sura ya utaua, lakini wagizikana nguvu zake Yesu ili awakokote kwa wepesi. Angalia wengi walivyokokotwa kwa wepesi. Shetani huko anajipatia, ana mtaji mkubwa sana kuwatumia wa jamaa ambao wameingia kwa sura hiyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Umeshikamana na mwenyeji wa namna gani? Na ishara ya kujua kwamba unahitaji neno la Mungu ndani yako, unahitaji neno la Mungu na moto wa Mungu ndani yako, kwa sababu kazi ya neno inapokaa ndani yako lina ladha. Nini kinafanyika tena ili ladha hiyo endelee kuleta matokeo, tengeneza matokeo, dhambi zako ziondolewe? Kunahitaji moto kutoka madhabahu inayoitwa damu ya Yesu. Tutaangalia Isaya kilichomsaidia. Isaya analalamika
mdomo wangu ni mchafu. Isaya analalamika, kinywa changu kinanena uharibifu. Na wewe yawezekana kuna sehemu unalalamika, unahitaji kweli, ninatamani kweli neno lako napolisikia kwa mhubiri lina testi hivi. Unataka kusikia ni watu wapagani kabisa, lakini wanapenda kusikia maombi mno. Wanapenda kuweka maombi tu hapo nyumbani kwao, anajisikia vizuri, na nia yake nini? Wachawi wasimsogelee tu. Anapenda maombi kabisa, lakini hana mpango. Ni nini? Huyo mtu shida hiyo anahitaji atafute madhabahu ya kiungu imsaidie, aitambue nafasi ya damu ya Yesu katika maisha yake. Ubarikiwe sana wewe unaendelea kushare kipindi chetu. Ibrahim pia naomba niendelee kusoma hapa sasa. Nimekutoa huko kwamba angalia umeshikamana na mtu wa namna gani. Umeshikamana na mtu wa namna gani? Inakuwa chungu tumboni unapokuwa shetani, kwa sababu unapolichukua neno kinywani ni tamu. Kwa sababu gani? Limebeba habari ya wewe, linasema umethamehewa dhambi. Unapolitia tumboni na kutaka kuliishi, naomba unisikize kwenye sehemu. Unapotaka kuliishi sasa neno la Mungu, sasa kuliishi kama mtakatifu, kufanyika mwanafunzi, Roho Mtakatifu akuthibitishe, kuna kitu kinainuka, vita. Shetani anainua visasi, anataka kuanza kushambulia. Bwana Yesu asaidie sana. Ndio linakuwa chungu tumboni. Bwana Yesu atusaidie sana. Anachukia ukizungumzia damu, anachukia ukizungumzia msalaba, anachukia ukizungumzia nguvu inayokupa wewe kushinda dhambi. Kwa sababu ukizungumzia damu ya Yesu, manake umeingia kwenye chemchemi ya wewe kushinda dhambi tu, kwa sababu kazi ya damu ya Yesu pia ni kutusaidia sisi kushinda uovu. Haleluya. Shetani huwa analeta vita. 3, niseme kwamba uwezi kumpa mtu kitu ambacho wewe uchakila. Kula kwanza wewe. Kuna watu wanatafuta kujihami kwamba wanasema kwamba Yesu bana ni mwema, lakini hawajaliishi neno na kuona wema wake. Liishi kwanza ili wewe utengeneze matokeo. Kile kwanza hicho kitabu wewe mwenyewe ukiona kinalaza uchungu wake ukoje, ili uweze kumsaidia na mwingine. Uwezi kumpa mtu kile kitu ambacho hujakila wewe. Kula neno la Mungu, tumbo lako lijaze neno la Mungu, lijaze neno. Kuna matokeo yanaanza kutokea. Unakuwa una impact kubwa ya kuzungumza na watu, ya kuweza kuwasaidia, na hata kama watalikataa, watakukuta kesho unaendelea. Ukipotezana nao miezi mitatu, utakaporudi kwao tena kuwafikia, moto ule utakuwa unaendelea kuchemka ndani yako, kwa sababu kusudi la Mungu hatuchatengenezwa tuseme kwanza ili tupate moto wa kiroho. Tuwahubirie watu watukubali kwanza ndio tupate moto wa kiroho. Yaani watubali sisi, neno letu walipokee, wasilipokee, kazi yetu sisi ni kuendelea kuchochea moto wa Injili, kuendelea kuambia watu habari ya wokovu wao, hata kama mtakuwa ni watu wawili. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu Elia kutoka Kenya. Nisikize nimalizie hapa ili Mungu aweze kusaidia. Kula neno la Mungu, liweke tumboni mwako ili uweze kumpa mtu mwingine. Lakini lazima tukuulize, kama ulilila, je, limekuwa tamu tumboni mwako au chungu? Au wiki hii imekuwaje? Lazima tukuulize. Na ukiona umelila limekuwa chungu, ng'ang'ana pale pale. Endelea kutafuta Mungu sasa namna ya kuendelea kulifurahia hilo neno. Bwana atusaidie sana. Lakini pia ili uweze kulifurahia na liweze kuwa tumboni mwako, usikie amani na watu waweze kulipokea na uweze kushinda vita vya kiroho, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kitabu cha Isaya ni wakaribisha watumishi wa Mungu hapa kwa namna yoyote pia waweze kuzungumza na wewe, mtu wa Mungu ambaye bado unajiuliza kwa habari ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Wakati huu ndio sahihi sana, usiuchezee na usiseme kwamba labda mpaka juma ngapi. Nataka nikwambie unaweza ukawa umechelewa. Nje ya kwamba ninampokea Yesu Kristo, kuna kitu kama fumbo
Unaweza ukafa kabla hujampokea Yesu Kristo, na ni hatari sana wakati uliusikia injili hii, maana yake kuna mashtaka, utadaiwa kwamba hautakuwa na cha kujitetea. Ulilisikia neno, angalia leo kilichokupata nini, hautakuwa na cha kujitetea. Mungu akusaidie sana katika wakati huu tunaoishi. Mungu akupe neema ya kulisikia hili neno. Kitabu cha Isaya sura ya 6 hapa nisome habari moja ambacho kinatupa matokeo ya kuendelea, kinatupa nguvu ya kuendelea kupiga mbiu katika maisha yetu. Tukio la pili ambalo nataka tulifanye katika maisha yetu na tunaweza kushinda sasa. Shetani anapoinuka kutuletea vita, tunaliona chungu neno la Mungu, maana yake kuna vitabia tunaona kwamba hatutaweza kubadilika. Lazima turuhusu hii nguvu ya madhabahu ya damu ya Yesu. Lazima uguswe na kaa la moto katika maisha yako. Nitazungumza vitu vichache tu, kwa sababu Isaya tunamwona ukimwangalia kwa jicho la kiroho zaidi, na tutakubaliana na watu ambao wanaendelea kusoma na kuendelea kutafakari sana kwa habari ya hili neno katika maisha yao. Kuna kitu kinaitwa Isaya, kulikuwa kuna udhaifu ndani ya kinywa chake kwa namna nyingine. Akasema nimepotea. Kama anaona kuna udhaifu, anasema nimepotea. Haleluya. Midomo mchafu. Isaya anasema mdomo ni mchafu. Midomo ni michafu. Tuanze mstari wake wangapi sasa kwenye sura? Mstari wake wa 5. Angalia. Mstari wa 5 ukienda zaidi anasema hivi. Anasema nipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nitakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Angalia hapa, huyu jamaa ameandikwa kama mjumbe. Sura zinaanza na maono ya Isaya, lakini asikia sura 6 kwamba Isaya anaanza kulalamika, nimepotea kwa sababu midomo yangu ni michafu, nitakaa katika makundi ya wachafu. Bwana Yesu asaidie sana, kwa sababu hakikisha ukiwa mchafu, hakikisha ukiwa mwovu, kundi lako litakuwa ni la watu waovu kama wewe. Ndio shetani atakupa watu hao. Anasema nuru na giza aliwezi kuchangamana. Narudia tena, nuru na giza aliwezi kuchangamana mtu mtakatifu wa Mungu hata siku moja. Kwa maana Mungu hapo mwanzo analitenga giza, analiweka mbali, anatoa sifa za giza. Haleluya. Nimejaribu kusoma habari ya Luka, Gibrania, wanatafasiri nini giza. Giza wanatafasiri kama mtu asiyejua kitu, ni mtu mwenye ujinga fulani asiyeelewa. Ndio maana hili giza. Sasa kwa nini mtu wa Mungu uendelee? Unaweza kwenye dunia leo ulionayo, kwenye dhambi unazozifanya, unaweza ukaonekana mtu mwenye akili mno, lakini kibiblia inakutafasiri ni mjinga asiyejua kitu. Anasema tena huu uchi ni mnyonge mno, ni mnyonge mno. Kuna watu najua mtu wa Mungu hapa mpaka ninashangaa na wangalia natazama, tunahubiri injili huko mtaani, tunanena na tunaendelea zaidi na zaidi. Wakati mwingine tumekuchoka. Tunawaza sisi kuelekea kijijini.